Mungu akubariki sana. Heri ya mwaka mpya. Popote unapotufuatilia kwenye mtandao wa kijamii, nikaribisha sana kwenye semina hii ya mwaka mpya, mwaka 2026, mwaka wa mbingu zilizo wazi, the year of open heavens. Nikaribisha sana kabisa popote ulipo, popote unapotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, lakini unapotufuatilia au kwa njia ya Facebook, unapotufuatilia kwenye redio, unaponisikiliza popote. Inawezekana ni mara ya kwanza kusikia sauti hii. Mimi ni mtumishi wa Mungu Evangelist Wilson Agasi, na tuko Somanda Bariadi, mkoa wa Simiyu. Kwa nikaribisha sana Somanda Mtabomani, mkoa wa Simiyu, na tuko mahali hapa kwenye semina ya semina mwaka mpya, ikiwa ni siku ya kwanza. Kwa nitumia fursa hii karibisha kabisa, karibu sana, na Mungu atakubariki. Unapotufuatilia kwa njia ya redio, jua tayari Mungu ana kitu kwa ajili yako. Kukaa tayari, ukijua Mungu atasema na wewe. Na mwisho nitaomba kwa ajili yako. Hata ambayo una shida uko mahali hapa, basi nitaomba kwa ajili yako, na iko neema kubwa ya Mungu ya kusaidia. Kwa kama ndo nafungulia redio yako, basi nikomba usitoke mahali hapo, kwa sababu mwisho utakuwa taratibu ya maombi. Endelea kufuatilia, Mungu atasema na wewe. Nataka nifundishe juu ya mbingu zilizo wazi, kutembea chini ya mbingu zilizo wazi. Nataka kuzungumza kwa habari ya kutembea chini ya mbingu ambazo zimefunguka, au kutembea chini ya anga lililofunguka. Na kwa sababu ni semina, nataka nipate muda kutosha kufundisha tunapoanza mwaka huu, kusudi mwaka usipate hasara. Kutembea chini ya mbingu zilizo wazi, au kutembea chini ya anga lililo wazi. Ukisoma maandiko utagundua mbingu ina sifa kama tatu kwa habari ya kufunguka. Ukisoma maandiko utagundua mbingu zinaweza zikafunguliwa au zinaweza zikafunguka, zikawa ziko wazi, zimefunguka kabisa mbingu. Na kwenye maandiko kuna maeneo ambayo tunaona mbingu zilifunguka, na nitakuonesha kwenye maandiko maeneo ambayo mbingu zilifunguka na watu ambao mbingu ziliwafungukia na nini kilifuatia baada ya mbingu kuwa zimefunguka kwenye maisha yao. Lakini maandiko yanatuonesha pia mbingu juu ya mtu zinaweza zikafungwa. Kwa hiyo ukatembea chini ya mbingu ambazo zimefunguka, au katembea chini ya mbingu ambazo zimefungwa. Unaweza ukatembea chini ya mbingu ambazo zimefungwa, a very closed heaven, anga limefungwa. Na nitakuonesha dalili za kutembea chini ya anga ambalo limefungwa. Unaweza ukanafanya biashara, unafanya kazi, unafanya huduma, na unatembea chini ya anga ambalo limefungwa. Lakini pia maandiko yanatuonesha mbingu zinaweza zikafunuka. Mbingu zinaweza zikafunuka. Kwa nataka tuone kwa kina. Na ukisoma vizuri maandiko utaona mbingu zina madirisha na mbingu zina milango. Na hizi mbingu ambazo Biblia inasema hamaanishi haya mawingu ambayo tunaona, anamaanisha mbingu katika ulimwengu wa roho. Na kila mtu ana mbingu za kwake, ana anga la kwake. Ndio maana maandiko kwenye Kumbukumbu la Torati yanasema na mbingu juu yako. Sio mbingu juu yenu, mbingu juu yako. Unaweza kaa Bariadi hapa, lakini moja mbingu zimefunguliwa na mwingine mbingu zimefungwa. Anga la mtu mmoja limefunguliwa na anga la mtu mwingine limefungwa, lakini mji ule ule. Kwa tunaposema kwa habari ya mbingu kufunguliwa au mbingu kufungwa au mbingu kufunguliwa, haimaanishi ili anga na haya mawingu meupe ambayo unayoona. Hatumaanishi stratosphere, hatumaanishi hizi tuna hemispheres, no. Tunamaanisha anga la kiroho, tunamaanisha wingu la kiroho. Kwa unaweza ukawa Bariadi, we wingu limefungwa au mbingu zimefunga kwenye mji ule ule, na kuna mtu mwingine mbingu zimefunguka. Tofauti ni kwamba kuna mmoja anajua kanuni za kutembea chini ya mbingu zilizo wazi, na kuna mwingine hajajua kanuni za kufungua mbingu juu yake. Na nitakuonesha madhara ya kutembea chini ya mbingu ambazo zimefungwa, na nitakuonesha dalili za kutembea chini ya mbingu ambazo zimefunguliwa. Kwa haya mambo ni ya rohoni. Nikisema mbingu juu ni ulimwengu wa roho, kwa sababu ulimwengu wa roho ndio unatawala ulimwengu wa mwili. Unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili, ukiona mafanikio ujua yaanzia mwilini, yanaanzia rohoni. Ukiona kustruggle kwenye huduma, kupambana kwenye uchumi, haufanikiwi kwenye biashara, umejaribu, inawezekana kuna jambo kwenye ulimwengu wa roho limefanyika na limefunga mbingu juu yako. Tunajua mbingu ni mahali anaketi Mungu. Kwenye Isaya anasema mbingu ndipo kiti changu cha enzi kilipo,
na dunia ni sehemu ya kwangu ya kuwekea miguu. Kwa tunajua mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu. Tunajua mbingu ndipo Mungu anapoketi. Tunajua ndiyo sehemu ya uwepo wa Mungu, na huyu ni Mungu ambaye tunaamini ashindi. Kwa mbingu kuwa wazi maana yake nini? Maana ya kwanza ni mbingu kuingilia mambo ya wanadamu, au ni mbingu kuhusika na masuala ya wanadamu. Tunaposema mbingu ziko wazi, ni pale mbingu zinapohusika na maisha ya wanadamu. Mbingu inaweza kahusika na maisha yako, au mbingu inaweza isihusike na maisha yako. Yaani Mungu anaweza kahusika na maisha yako au asihusike na maisha yako. Kwa tunaposema mbingu ziko wazi, maana yake Mungu au mbingu zinahusika na maisha ya watu, zinahusika na afya za wanadamu. Mbingu ziko wazi, na mbingu zikiwa wazi inapitisha nini? Nitakuonesha. Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 12. Biblia inasema, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako, nao utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nao utakuwa juu tu wala hu chini, utakaposikia maagizo ya Bwana Mungu wako niwagizao hivi leo, na kuiangalia ili kuyafanya. Kwa mstari wa 12 anasema atakufunulia hazina yake nzuri, naye ni mbingu. Kwa tunaona Mungu anasema atafunua hazina nzuri ambao ni mbingu zake. Anasema atatoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mikono yako. Kumbukumbu la Torati 28:23. Na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Nataka uone maandiko haya. Anasema na mbingu zako, sio mbingu za kila mtu, mbingu zako. Kwa kwenye ubinafsi kila mtu ana mbingu zake, na kila mtu kwenye ulimwengu wa roho ana mbingu zake. Kwa anasema ya kwamba na mbingu zako zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa shaba, na nchi iliyo chini yako itakuwa chuma. Anasema mbingu itakuwa ni shaba juu yako. Maana yake hii mbingu haiwezi kapitisha mvua, haiwezi kapitisha baraka. Ukiomba maombi hayawezi yakajibiwa, kwa sababu mbingu ni shaba. Maana yake shaba inatuonyesha ni kutopenyeka, impermeability. Anasema na mbingu zilizo juu ya kichwa chako zitakuwa ni shaba. Kwa hiyo kaishi mahali unapambana ni kwa sababu mbingu zilizo juu ya kichwa chako ni shaba. Hakuna mpenyo wa kimungu, hakuna mawasiliano na ulimwengu wa roho. Mbingu juu yako ni shaba. Yaani Mungu ameniambia tunapoanza mwaka huu, hakuna mtu atembea chini ya mbingu ambazo ni shaba. Mbingu zako zitakuwa ni wazi, zitaachilia mvua ya baraka, zitaachilia mpenyo, zitaachilia kibali, zitaachilia mvua kwa wakati wake, katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Kuanza kuhamisha utoe kutembea chini ya mbingu ambazo ni shaba. Mbingu zetu zitakuwa ni wazi. Kama ni maombi yetu itajibiwa, kama ni mpango yetu itatoka. Dalili za mtu anayetembea chini ya mbingu zilizo shaba, au mbingu za shaba, au mbingu zilizofungwa. Dalili ya kwanza ya kutembea chini ya maanga yaliyofungwa ni alama ya kutembea katika upinzani, opposition, a very strange opposition. Kila jambo linalogusa lina upinzani. Ukianzisha biashara ina upinzani, ukianzisha ofisi ina upinzani, ukianzisha mahusiano ina upinzani, ukianzisha ndoa ina upinzani. Na ujue upinzani unatoka wapi? Hiyo unanifuatilia kwenye redio na kwenye mitandao, whatever unachokifanya kina upinzani mkubwa. Utembea katika vita ya kiroho isiyoisha. Mbingu au anga lililofungwa unatembea kwenye, kwa sababu anga likifungwa hauna utetezi wa kimungu. Mbingu haziwezi kuingilia kati kutetea. Kwa mwisho unajikuta una vita ya kiroho ya kila aina. Ukienda upande huu una vita, ukija kwenye afya una vita, ukigeukia upande huu una vita. A very strange opposition. Lakini namba 3, maombi yasiyojibiwa kwa muda mrefu inawezekana ni alama ya kwamba mbingu juu yako zimefunga. Kitabu cha Danieli maandiko yanatuambia Danieli alikuwa anaomba maombi ya siku 21, na siku ya kwanza alipoomba Danieli, Mungu alijibu maombi yake. Lakini Danieli akupokea majibu ya maombi yake kwa mendelea na mfungo. Siku ya pili anapushi maombi, lakini mbingu za Mungu zimekwisha kujibu maombi, lakini Danieli hajapokea maombi. Shida ni kwa nini? Kwa sababu anga la Danieli limefunga, limetanda. Kuna wakuu wa Wajemi wanapinga watu waliobeba majibu yake Danieli, wanakazana na mifungo, lakini mbingu tayari zimejibu, lakini majibu ya maombi yake hajayapokea. Ni kwa sababu kuna vita kwenye anga. Wakuu wa Wajemi wametanda kwenye anga, wanazuia majibu ya Danieli. Na kuna watu wengine wameomba muda mrefu na Mungu alishajibu majibu yao, lakini shida anga limetanda. Kuna wakuu wa Wajemi wametanda,
juu ya anga. Wametanda kuzuia majibu ya ndoa zao, wametanda kuzuia majibu ya kazi zao, wametanda kuzuia majibu ya uchumi wao, wametanda kuzuia majibu ya huduma zao. Wakuu wa Uajemi wametanda kuchelewesha kwa majibu uliyokuwa unayaombea. Hasa majibu kuchelewa, kuna fakta nyingi, sina muda wa kuongea. Maana nyingine ni ukimya wa Mungu. Kuna wakati Mungu anaamua kuwa kimya, lakini naongea mazingira hapa Mungu amejibu na una amani Mungu amejibu, lakini hauoni kama kuna matokeo. Wakuu wa Uajemi wametanda kuzuia majibu, wanasema hautaenda popote, haya majibu yake hayawezi yakaja. Leo anakazana mifungo, anafunga, naomba, anafunga, naomba, anafunga, naomba. Shida sio maombi, shida sio moyo wako, shida juu ya anga. Anga la Uajemi kuna wakuu wametanda kuzuia anga, na ndiyo maana ukishaokoka uchue pia na maanga mengine. Hii sasa ni physical anga. Kuna maanga mengine kimaeneo hayana mipenyo, kwa sababu kuna roho nyingine zinatawala maeneo. Kuna aina ya mapepo na aina ya upinzani imefungwa kwenye maeneo. Juzi tumeenda nchi ya Wagerasi, tukawa tunakumbuka kitu Yesu alifanya pale kwenye Marko sura ya 5. Yesu alipoenda nchi ya Wagerasi, alienda kwa ajili ya yule mtu mmoja. Alivuka Galilaya akaenda kwenye nchi. Kuna mtu mmoja kwenye nchi ambaye Mungu alikuwa amemwandaa kwa ajili ya ukombozi wa nchi ya Wagerasi. Alafu shangaa, yule mtu ambaye alikuwa ameandaliwa kuwa mkombozi wa nchi ya Wagerasi ndiye adui amempiga, ndiye adui amemfunga. Yule ambaye ilibidi mwinjilisti wa nchi ya Wagerasi nzima ndiye ambaye adui amemfunga. Kila hatima kubwa upinzani wake sio mdogo. The bigger the destiny, the bigger the opposition. Nasema hivi, hatima kubwa ina upinzani mkubwa. Leo nilikuwa namfungua mtu hapo asubuhi, na Biblia zinasema huyo hatuwezi tukamwacha. Kwa nini hamwezi mkamwacha? Sasa ni kwa sababu ana hatima kubwa. Tukimfungua atasaidia watu wengine wote. Tukimfungua atafanyaje? Kwa nini amekosa? Hana kitu, hana hatia. Kwa sababu kuna hatima nayo, kwa sababu kuna kibali anacho, kwa sababu kuna mbegu ya ukuu nayo, kwa sababu kuna hatima nayo, kwa sababu ana unabii wa tumbo lake kubeba watumishi ndani ya tumbo lake. Adui anasimama apinge. Angalia mwinjilisti wa nchi ya Wagerasi. Yesu alifunga safari toka Israeli, kwa sababu nchi ya Wagerasi sasa hivi iko Jordan. Akaenda kwenye nchi ya Wagerasi, akamkuta ile baba mmoja amefungwa, akamfungua. Alafu akamwambia hivi, tunakuomba utoke kwenye mpaka ya nchi yetu. Pepo zenyewe zilimwambia, tunaomba usitupeleke nje ya mipaka hii, usitoe nje ya mpaka hii ya nchi ya Wagerasi, nchi ya Gadara. Kwa nini? Pepo zikamwambia, tunaomba utusaidie, utuingize kwenye nguruwe hawa, lakini usitoe ndani ya mipaka ya nchi yetu. Ndipo utachua mara nyingine pia hata upinzani wa kisa, kuna wengine wamefungamanishwa na maeneo. Kwa Yesu akaruhusu wakaingia kwenye nguruwe, wakaishia kwenye. Lakini cha kushangaza, wale wazee walipokuja wakamwona yule kijana yuko vizuri, na maisha yanaendelea, wakamsii wazee wa mji, wakamwambia, tunaomba uondoke kwenye mipaka ya nchi yetu. Afu yule, cha kushangaza, yule baba akamwambia Yesu, naomba niende na wewe. Yesu akamwambia, hapana, nenda kawaeleze uliyotendewa. Maandiko nasema akaenda kwenye nchi ya Dekapoli. Dekapoli ni miji 10. Ile mji wa Gerasi ni mji mojawapo katika miji 10 ya Dekapoli. In fact, Deka inamaanisha 10. Kwa Dekapoli ilikuwa ni miji 10. Kwa akaenda kufanya injili au injilisti. Taifa la Dekapoli au ile miji ya Dekapoli including Wagerasi ikapata habari njema za Yesu kupitia mtu mmoja ambaye amekombolewa. Lakini angalia, mwinjilisti wa nchi amefungwa. Shetani akishajua na hatima kubwa, kitu anafanya atakufrustrate, atazuia majibu ya maombi yako. Akishazuia majibu ya maombi yako, utakata na tamaa ya kuomba, utakata tamaa ya ibada, utaona iwezekani tena, kwa sababu anga Mungu ameshajibu, lakini anga limefungwa. My God, tutakuwa tuna maombi ya kufungua maanga ambayo yamefungwa, kwa sababu moja ya kufungua maanga ni funguo ya maombi ya kufungua maanga. Adui hatafunga anga lako. Kama ni majibu ya maombi yako, utapokea majibu ya maombi. Mwaka huu Bwana atajibu maombi yako. Hakuna kufunga anga juu yako. Sema amina kama unaamini. Anga la kwake lilikuwa limefungwa. Kuna watu wamefunga mifungo na Mungu ameshajibu majibu, lakini anga limezuia. Kuna wakuu wa Uajemi wamezuia. Kuna wakuu wa maanga ya Bariadi na Simiyu wamezuia. Kuna wakuu wa maanga ya Tanzania wamezuia. Tutawaambia wakuu wa maanga ambao mnazuia maanga, kaa mbali. Sema amina.
Kila hatima kubwa ina vita kubwa. Mtu aliyekuwa ni mwinjilisti wa kusaidia nchi nzima ndiye amefungwa na pepo, na maandiko yanasema alikuwa anaishi makaburini. Lakini huyo ndio Yesu aliintend aje kufanya uinjilisti wa kusaidia nchi nzima ya Decapoli. Hatuwezi kukubali shetani atuchezee maisha yetu. Hatuwezi kukubali shetani afunge anga juu ya maisha yetu. Yaani nilikwambia tumepewa mamlaka ya kufunga mambo duniani na mbingu zikafunga. Tumepewa mamlaka ya kufungua mambo duniani na mbingu zikafungua. Kwa jina la Yesu mwaka huu tutafungua mambo mazuri duniani na mbingu zitafungua. Tutatangaza uzima na mbingu zitakubali. Tutatangaza mafanikio na mbingu zitakubali. Tutatangaza uzima na afya na kibali na mafanikio na ushindi na mbingu zitaweka sahihi. Unajua maana nyingine ya kutembea chini ya mbingu zilizo wazi ni kutembea ukiwa na sahihi ya Mungu. Ameweka sahihi Mungu. Kuna wakati mbingu zinaweka sahihi. Nimekuambia tunaposema kutembea chini ya mbingu zilizo wazi, manake ni pale Mungu anapoingilia mambo yako na kuyafanikisha. Ni pale mbingu zinaposhuka kupigana upande wako kinyume na maadui zako. Ni pale mbingu zinaposema kukutetea pale ambapo huwezi kujitetea. Ni pale mbingu inapohusika na maisha yako. Mbingu itasema kukutetea mahali hauwezi kujitetea. Mbingu zako ziko wazi. Ni pale hapa hakuna kiambaza kati yako na mbingu. Hakuna kiambaza kati yako na Mungu. Hakuna kitu cha kuzuia mawasiliano. Kama ni maombi, Mungu anasikia na anajibu. Mwanadamu amepewa funguo za ufalme wa Mungu. Kuna mambo umekabidhiwa kama mwanadamu ambao hauhitaji tena kuomba, Mungu ameshakupa. Kuna vitu hauhitaji kuomba kwa sababu Mungu ameshakupa. Funguo za ufalme umeshapewa. Mathayo 18:18 anasema nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa kuna wao wengine tayari Mungu ameshakabidhi kama muamini. Sasa ni wewe ku exercise mamlaka. Watu ambao ni maskari wataelewa. Mtu kama ni traffic polisi akisema pale barabarani amevaa kofia yake, gari ikija hahitaji kuomba ruhusa kwa rais kupiga mkono gari. No. Tayari ana mamlaka. Kwa atanyosha mkono gari itasema kwani ana mamlaka tayari. Kwa Paulo anaambiwa nimekupa mamlaka. Whatever you bind on earth shall be bound on heaven. Unachofunga duniani na mbingu zinafunga. Unachofungua duniani na mbingu zinafungua. Huu mwaka natamani utembee kwa viwango vya imani na utembee kwa mamlaka. Matokeo ya kutembea kwa mamlaka, utaishia kuonewa na adui. Mbingu tayari zimesha kupa mamlaka. Ni swala wewe kujijua wewe ni nani na kwa apply hayo mamlaka kuleta matokeo kwenye maisha yako. Kwanza watu ambao walifungukiwa na mbingu au walitembea chini ya mbingu zilizo wazi. Yesu Kristo mwenyewe. Yesu alitembea chini ya mbingu zilizo wazi. Au Yesu pia alifungukiwa na mbingu. Luka 3:21. Wakati wa batizo mbingu zilifunguka na Yesu akaona. Stefano aliona mbingu pia zikiwa zimefunguka. Matendo ya Mitume 7:56. Na anasema Stefano mbingu zilifunguka, anasema ninamuona mwana wa Adamu amesimama. Matendo ya Mitume 7:56. Biblia inasema akasema tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Anasema naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama. Sasa angalia. Mwana wa Adamu akisimama ina maana yake na akiketi ina maana yake. Tunajua Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yesu akiwa ameketi ina maana mimi ameketi anafanyaje? Moja, anatuombea, ni alama ya kuombea kanisa. Lakini pili, Yesu kuketi ni alama ya hukumu, judgment. Yesu kusimama ni alama ya rehema. Anawarehemu wale ambao Stefano aliombea msamaha. Lakini mbili, anampokea Stefano. Kwa Yesu kusimama ni alama ya rehema. Kwa sababu zote Yesu ameketi. Namba 3 ambaye alifungukiwa na mbingu ni Yakobo. Yakobo, kitabu cha Mwanzo sura 28 mstari wa 12. Yakobo pia alifungukiwa na mbingu, anasema anaona watu wanapanda na kushuka mbinguni. Namba 4 alifungukiwa na mbingu ni Isaya. Isaya sura ya 6 mstari wa 1. Anasema Uzia alipokufa na alimuona Bwana. I saw God.
Mwingine aliona mbingu zimefunguka ni Ezekieli. Ezekieli sura ya 1 mstari wa 1. Asema mbingu zilifunguka nikaona maono. Na ndipo utaona umuhimu wa mbingu kufunguka. Supernatural visions. Visions, maono. Viwango vyako vya kuona havitakuwa vya kawaida. Why? Heavens are open. Una access. Ezekieli 1:1. Pia Ezekieli mbingu zilifunguka na akaona maono. Na wengine. Mbingu kufunguka, matokeo ya mbingu kufunguka. Matokeo ya mbingu kufunguka juu yako nini? Au matokeo ya kutembea chini ya mbingu zilizofunguka. Haya mambo yanatokea ni kama 8. Mbingu zinapokuwa zimefunguka kwa ajili yako. Na leo naweza nikafundisha jambo moja au mawili nikijitahidi. Matokeo ya mbingu zinapokufungukia, when heavens are opened, au mbingu zikifunguka ni alama ya nini? Au mbingu zinapofunguka kwa ajili yako ni alama ya nini? Cha kwanza ni alama ya upaji wa kimungu, divine supply. Mbingu zinapofunguka kwa ajili yako ni alama ya upaji wa kimungu kwenye maisha yako. Mbingu zikifunguka ni alama ambayo yafuatayo, au ni ishara ya ambayo yafuatayo. Ishara ya kwanza au alama ya kwanza ni alama ya upaji wa kimungu kwenye maisha yako. Wanadamu hata ungetafuta namna gani, kuna namna ulimwengu wala unahusika na kile ulicho nacho. Biblia inasema Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Anasema utafuteni ufalme wa mbinguni kwanza na haki yake, na hayo mengine mtaongezewa. Kwa nini? Mungu ndiye anatoa hayo mengine. Utaji, mavazi, fedha. Kwa jambo la kwanza, mbingu zikifunguka ni upaji wa kimungu ndio unatokea. Supernatural supply. Bwana atafungua milango ya kifedha. Bwana atafungua milango ya uchumi. Bwana atafungua milango ya baraka. Upaji wa kimungu. Kwenye Mithali Biblia inasema utajiri na heshima vinapatikana kwangu, na utajiri unaodumu unapatikana kwangu. Utajiri wa kweli unapatikana kwa Yesu. Na kuna kanuni za kimungu za kupata utajiri wa kweli, na nitazifundisha hapa. Kwa sababu mtu mwingine anafikiri kutembea kwenye umaskini ni ukiroho. Huwa anamwambia hakuna uhusiano kati ya ukiroho na umaskini. Hakuna uhusiano kati ya utakatifu na umaskini. Na hakuna uhusiano kati ya kwenda mbinguni na umaskini. Na nitakuonyesha umaskini una hatua kama 5. Kwa ukishatembea chini, Mungu anapofungua mbingu zake juu yako, moja ya kitu anafanya, huwa anaachilia hazina za mbinguni. Anatoa hazina za mbinguni, anatoa utajiri wa mbinguni. Kutoka 28:32 sura 12 anasema atafungua hazina yake ya mbingu. Na nani nikwambia hivi, kwenye huu mwaka asili tunaamini Mungu amefungua mbingu. Tutatembea kwenye agano la utajiri, agano la kupokea toka kwa Bwana, agano la kufanya kazi tukafanikiwa. Kama ni biashara atafanikiwa, kama ni uchumi hatakuwa chini. Anayejenga atajenga, anayenunua gari atanunua gari, anayefanya biashara atatoka kwa jina la Yesu. Maana mbingu zitakuwa ni wazi, na tunaamini ya kwa Mungu atafungua hazina za mbinguni, atatujazi kama kanisa, na kanisa lake atakuwa chini. Maana ahadi yake ni kwamba tutakuwa juu tu, wala atakuwa chini. Sema amina kwa jina la Yesu. Hey. Kwa alama ya kwanza ya mbingu kuwa wazi ni kutembea ni upaji wa kimungu, supernatural supply. Mwanzo, Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Na kabla sijamaliza nitasoma hizi ahadi ambazo zipo kwenye Kumbukumbu la Torati 28 ambazo kimsingi ni ahadi ya kanisa. Taka unapoanza huu mwaka upige kifua
uamini ya kwamba huu mwaka hautaisha kabla hujafika mahali. Inawezekana umetumia nguvu zako, umeshindwa. Mungu akitaka kuinua, angalia nguvu zako. Alimwambia Gideon, enenda kwa hizi nguvu zako, hata kama ni chache. Amen. Kwa huo mtaji wako, hata kama ni mdogo. Sema amina. Mungu alipotaka kumuinua Lutu, alimtafuta Abraham, akamwambatanisha Lutu na Abraham. Kwa aliyofanikiwa Abraham, na Lutu akawa anafanikiwa. Why? Kwa maana nyingine Mungu atakuunganisha na watu, ataleta tenda, ataleta wateja, ataleta kwenye mipango, ataleta milango ya kazi itafunguka, na utashangaa unalifanya linafanikiwa. Maana Mungu amesema ya kwamba lolote unalofanya litafanikiwa. Nami natangaza huu mwaka, lolote unalofanya kwa mikono yako litafanikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni biashara litafanikiwa, kama ni kazi litafanikiwa. Lolote ambalo unalifanya Bwana atalibariki. Wale wanaoroga wajiandae, mwaka huu wachawi watakunywa sumu kwa jina la Yesu. Hakuna kuroga kazi yako, hakuna kuroga biashara yako. Wachawi wajiandae kunywa sumu. Sema mina. Wachawi wanaozungusha watu, wanaoangia biashara na kazi za watu, wajiandae kunywa sumu. Mimi naambia kuna agano la biashara, utajiri. Nasema sasa inakuaje? Nakwambia hivi, Mungu anasema utajiri na heshima na mtajiri udumu unapatikana kwa nani? Kwake, sio kwa waganga wa kienyeji. Utajiri na heshima ya kudumu vinapatikana kwake. Kwa mbingu zikifunguka, Mungu anaachilia hazina za mbingu. Kuna hazina za gizani, kuna hazina za sirini, kuna hazina za mbinguni ambazo hata tuzijui. Mungu anaachilia hizo juu yetu, anatujaza, anatubariki. Unachokifanya kidogo kinakuwa na matokeo makubwa. Maandiko yanasema Isaka akapanda mbegu moja, akavuna mbegu 100. My God, raba hantos ketemaya. Akapanda mbegu moja Isaka, tena akapanda wakati wa ukame, lakini alipanda moja akavuna 100. Mungu asiwiwi na mipaka. Mungu asiwiwi na majira. Mungu asiwiwi na maeneo. Mungu asiwiwi na mchawi yoyote. Isaka akapanda mbegu moja, akavuna mbegu 100. It is 100-fold. Mungu yupi ambaye unamwamini? Mimi naamini Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Na nitakuonesha Mungu alimuingiza Abraham kwenye agano la utajiri. Kwa mbingu zikifunguka, jambo la kwanza anaachilia hazina za mbinguni kwako. Hizo hazina zikija kwako zinakupa utoshelevu. Ndio maana Daudi anasema Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Why? Mbingu zangu ziko wazi. Mbingu zangu ziko wazi. Mbingu zimefunguka. Bwana anaachilia hazina za mbinguni. Bwana ananijazi kwa jina la Yesu. Bwana anaachilia kama ni kwenye duka langu. Bwana anaachilia kwenye uchumi wangu. Bwana anaachilia kazini kwangu. Kama anafanya kilimo, Bwana anaachilia kwenye kilimo. Kama ni mfugaji, Bwana anaachilia kwa jina la Yesu. Sema amina kama unaamini. Mbingu zikifunguka, Bwana anaachilia hazina za mbinguni juu yako. Bwana anaachilia hazina. Mbinguni kuna hazina. Anasema na kufunua hazina yake mbingu na kuachilia baraka juu yenu. Makapa ya teke branda. Rimomosianta. Nataka nikwambie mwaka huu utafanya kazi na utafanikiwa. Utapanda mbegu utavuna 100. Mwaka huu utalima na utafanikiwa. Kama ni biashara utafanikiwa. Wanaochimba madini chimbeni, mtafanikiwa. Wanaofanya biashara fanyeni, mtafanikiwa. Wanaolima mashamba lima. Bwana yuko na wewe, hajakuacha, na amefunua mbingu zake kwa ajili yako. Mwezi wa 12 tunahitaji ushuhuda mahali hapa. Bwana ametenda mambo makubwa. Hakuna jambo lisilowezekana kwake. Kumbukumbu la Torati 28. Leo nitakufundisha alama moja tu. Ziko alama 8 nyingine nitaendeleza nazo kesho. Leo nitakufundisha alama moja ya mbingu kufunguka juu yako, au kiashiria kimoja
au jambo linalotokea la kwanza, mbingu zinapofunguka juu yako. Yako mambo 8 na baadaye nafundisha juu ya kanuni 7 za kufungua mbingu juu yako. Kwa nasema Kumbukumbu la Torati sura 28:12, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Atakufunulia hazina, maana yake it is a treasure, ni mahali wanatunza vitu. Kwa mbinguni kuna hazina kwa ajili ya watakatifu. Ukisikia wapagani ameenda kuzimu, ametajirishwa, ameenda kulazwa kwenye bahari, ameenda kwa waganga huko, sijui ameingia kuzimu, amechukua mali ya kuzimu yenye masharti na yenye mateso makubwa. Kwa kama kuzimu kuna hazina kwa ajili ya watu wasioamini, nataka waamini yako, maana mbinguni kuna hazina za wanaoamini, na Mungu amesema ataachilia hizi hazina kwa ajili ya watoto wake mwaka huu. Kwa hizi hazina ni kwa ajili ya waaminio, kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka waamini. Kuna watu bado hawajaamini, haya maneno yanadondoka chini. Nataka hili neno sidondoke chini, likamate. Kamata hilo, Mungu atafungua hazina za mbingu kwa ajili yako. Kamata hilo, Mungu atafungua hazina za mbingu kwa ajili yako. Na hapo ndipo utaanza kuona connection ambazo hazikuwepo. Utaanza kuona hata na kuita kwenye biashara, wanakupa tenda. Kama una kampuni unifuatilia, utaanza kuona milango ya tenda inafunguka, utaanza kuona uchumi unafunguka, utaanza kuona dalili za milango kufunguka. Nataka uendelee na mimi mpaka nikimaliza juu ya kanuni 7 au funguo 7 za kufungua mbingu. Sikose kwenye. Kwa nasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kubarikia kazi ya mikono wako, nao utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa. Nitarudi hapo mstari huu. Huu mstari ni mstari yani mstari huu ukamate. Na in fact mwaka huu mzima soma Kumbukumbu la Torati 28, isome na kuirudia. Kuna ahadi kubwa za waaminio. Yani this year soma Kumbukumbu la Torati nzima, irudie. Soma rudia mpaka ikae kwenye ufahamu wako, ikae kwenye moyo wako, ikae kwenye meno yako, ikae kila sehemu. Haleluya. Shida ya watu, neno halina matokeo kwa sababu neno linadondoka chini. Do not let any word of God fall down. Usiache neno lote la Mungu dondoke chini. Ndio nikuoneshe. So anasema hivi. Nikuonesha Isaya akafanyaje. Nani akafanyaje huyo? Isaka. Isaka, Biblia inasema Mwanzo 26:12. Mwanzo 26:12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki mtu huyo, akawa mkuu, akazidi kustawi, hata akawa mkuu sana. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Huu ni mkono wa Mungu ulikuwa unatembea na Isaka. Hii ni Mwanzo 26:12. Isaka akapata 100 kimoja kwa 100. 100-fold. Kwa nini? Mbingu zake zilikuwa ni wazi. Kwa kuna upaji wa kimungu. Nikuoneshe kitu kingine hapa. Turudi pale Kumbukumbu la Torati 28:12. Ukiangalia vizuri utaona mambo yafuatayo. Kuna ahadi. Ukiachilia mbali upaji wa kimungu, mbingu zikishafunga, nasema Mungu atakupa mvua nchi yako wakati wake. Kwa atatoa mvua, akishafungua mbingu anatoa mvua kwa wakati wake, kwa majira yake. Nitafundisha hapo kesho tena. Na kubariki kazi yote ya mikono yako. Atabariki kazi yote ya mkono wako. Kwa kazi ya mikono yako, kama mbingu zimefunguliwa, kazi ya mikono yako lazima ibarikiwe. Wanaopia kazi ya mikono yako unafanya no.
Lazima utamke uchoe ya kwamba mwaka huu kazi ya mikono yangu Bwana ameibariki. Nasema atabariki kazi ya mikono yangu. Atabariki na kazi ya mikono yangu. Kwa lolote ambalo nitalifanya, Bwana atalibariki kwa sababu kazi ya mikono yangu imebarikiwa. Hapa anasema nao utakopesha mataifa mengi, wala hautakopa wewe. Ukishaingia kwenye agano na upaji wa kimungu, mbingu zimefunguka. Anasema utakuwa ni mtu akopesha. Maana yake ni utosherevu. Wala wewe hautakopa. Utashinda roho ya madeni. Utashinda roho ya madeni. Anasema utakopesha wala hautakopa. Agano la Mungu juu ya watu wake sio kukopa, ni kukopesha. Maandiko nasema anayekopa ni mtumwa wa yule anayemkopesha. Ndio maana kama una rejesho la kikoba, hata ukija ibadani tuhubirije, una rejesho. Nasema baba, mbona ibada haishi? Nina rejesho sijapata. Ahadi ya Mungu sio kukopa. Ahadi ya Mungu ni kukopesha. Hausemi mchungaji amesema kopa ni dhambi. Sijasema kopa ni dhambi. Sio agano. Kukopa sio dhambi, lakini sio agano. Mtu anatembea kwenye agano na Ibrahimu na utajiri, hakopi, anakopesha. Tena hakopeshi kwa riba. Na kukopesha kwa riba ni roho za mizimu. Unanisikia vizuri? Tena riba nyingine ni kausha damu. Na ni mtu namfahamu, ni mpendwa. Na yuna riba kausha. Kuna riba ndogo, kuna riba kausha damu. Kwa nasema utashinda roho ya madeni. Na mwaka huu kwa jina la Yesu, madeni ni roho. Nisikilize vizuri. Madeni ni roho. Na ukishajua na roho ya madeni, utakopa hata kama una shida. Utakopa ununue nyama, utakopa ununue kiatu, hata mambo yasiyo msingi. Kwa nini? Kwa sababu madeni ni roho. Kwa kiendekeza utajikuta umekamatwa. Mtu mwenye roho ya kopa atakopa tu. Hata kama ni vocha atajipiga tafu, lakini akope. Hela ya kununua vocha mfukoni anayo, lakini hanunui vocha, anasongesha. Kwa nini? Anataka akope. Si ni roho. Sikwambii kukopa ni dhambi. Na sikwambii kukopesha ni dhambi. Nasemea roho ya madeni kisha kuandama. Utakuwa na hela ndani, utaiacha tena kola mahali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukishaandamwa na roho ya madeni, hautakuwa na nidhamu ya fedha. Hauwezi kuwa na nidhamu. Nitakufundisha as we move. Hapo nitaka nigusie kidogo. Kwa maandiko nasema utakopesha wala hautakopa. Na umwa kwa chini sasa nikwambie, Bwana akupe neema ya utosherevu. Wewe uwasaidie watu wengine badala ya kusaidia wewe. Utakopesha watu, ukopeshe mataifa. Hao watu waje kwako na shida, utatue shida zao za uchumi, utatue shida zao, uwasaidie wao. Sio wewe wakusaidie, wewe uwasaidie. Pata utosherevu, saidia yatima, saidia siojiweza, saidia wenye shida, wasaidia watu. Maandiko nasema anayemhurumia maskini anamkopesha Mungu. Kwa Bwana akupe utosherevu na usaidia watu wengine mwaka. Huo ni mwaka wako wa kutoka kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 13 anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Yaani utakuwa uko juu wala hautakuwa chini. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia. Na utakuwa juu tu wala haui chini. Utosherevu wa kimungu. Jambo la kwanza, mbingu zikifunguka kuna upaji wa kimungu. Mungu anaachilia vitu kwa ajili yako. Mungu anaachilia hazina juu yako. Sisi kama tumeokoka lazima sisi ni wa uzao wa Ibrahimu.
Maana tunatembea kwenye agano la Ibrahimu. Hii kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 18. Anasema mimi ni Mungu nikupaye nguvu za kupata utajiri ili kufanya imara agano langu. Anasema ni Mungu ambaye anakupa nguvu, sio tu ya kufanya kazi. Ukishafanya kazi upate utajirike. Kuna tofauti kati ya kuteseka na kufanya kazi. Watu wengine sio kazi, ni mateso. Lakini sio mpango wa Mungu uteseke. Mpango wa Mungu ni ufanye kazi na ufanikiwe kwa kile unalolifanya. Sema amina. Sema amina. Anasema mimi ni Mungu ninayekupa nguvu ya kupata utajiri ili kulifanya agano langu kuwa imara. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Tunajiambatanisha na baraka ya Ibrahimu. Agano la Mungu na Ibrahimu lilikuwa na ahadi kama 7. Na hizo ahadi ni ahadi za kanisa. Ni ahadi zako ambazo mbingu zimefunguka juu yako. Ahadi za Ibrahimu ni ahadi zako leo, kwa maana wewe ni mzao wa Ibrahimu, na ni ahadi za kanisa. Na hizo ziko ahadi kama 7. Mwanzo 12. Kabla sijasogea mbele tena. Mwanzo 12. Mstari wa kwanza. Nitakuja kuonesha, nitarudi hapo tena kesho. Mwanzo 12 anasema hivi. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na nchi ya jamaa zako na nyumba baba zako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Angalia ahadi, Mwanzo 12:2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Ahadi ya kwanza Abraham ilikuwa ni ahadi ya kuwa taifa kubwa. Biblia inasema nakubariki. Ahadi ya pili ni ya kubarikiwa. 3 anasema na kulikuza jina lako. Ahadi ya 3 ilikuwa ni ahadi ya kukuza jina. Amen. Ahadi ya 4 inasema nawe uwe baraka. Mungu akishakubariki anataka uwe baraka. Alafu ahadi ya 5 anasema nami nitawabariki wakubarikiwa. Kwa Mungu animpa ahadi ya Abraham, wanaombariki Ibrahim naye anawabariki. Naye akuranie nitamlaani. Anayemlaani Abraham naye analaniwa. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Katika Abraham watu wote duniani wanabarikiwa. Kwa kuna ahadi 7 Mungu alimpa. Atakuza jina lake. Jina la mtu linaweza likakuzwa. Na jina likisha kuzwa linahitaji matangazo. Litakuwa linasikika, kila mtu analijua. Kuna jina hapa nikilitaja lazima utalijua tu. Sasa aliyekuza ni nani mimi sijui. Kwa sababu majina ya watu yanakuzwa. Names can be amplified, can be made great. Sasa aliyekuza sijui ni nani. Lakini kuna ahadi 7 Zabla, na hizo ni ahadi za kanisa. Alright. Malaki sura 3 mstari wa 10. Malaki 3:10. Huo mstari najua mpendi wapendwa huo. Malaki 3:10. Anasema hivi, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Unaona? Anasema one kama sitafungua madirisha mbinguni na kuwamwagia baraka ili muone kama nafasi yenu ya kubeba itatosha au haitatosha. Mbinguni kuna hazina. Kwa jambo la kwanza, mbingu zikifunguka, Biblia inasema unapata utoshelevu wa kimungu. Kuna upaji, kuna supernatural supply. Mungu atafungua milango ya uchumi, Mungu atafungua milango ya kazi, Mungu atafungua milango ya fedha. Utashangaa mara nyingine hata uhangaiki sana, lakini milango inajipa. Ukifanya kazi ndogo unashangaa Mungu anaibariki kazi ya mikono yako. Unashangaa unafanya unakuwa na wazo dogo, ukifanyia kazi ile wazo unashangaa linapita. Hata kama ni kuuza vitumbua tu, utasema naenda kuuza vitumbua. Utauza vitumbua utatoka. Why? Ni kwa sababu mbingu zimefunguka juu yako. Unaweza ukawa na mgahawa mbingu zimefunga utafanikiwa, lakini unauza vitumbua kwenye meza na mbingu zimefunguka ukafanikiwa. Sema amina. Bwana ataachilia utoshelevu, upaji wa kimungu, upaji wa kimungu.
Mungu hajashindwa. Atainua watu toka magharibi kwa ajili yako. Atainua toka mbali kwa ajili yako. Watakuinua, watakutegemeza kwa habari ya uchumi na kwa habari ya fedha. Watakuwa ni connection, watakuwa ni milango kuhakikisha haurudi chini kwa habari ya uchumi wao. Mbingu zimefunguka, zinaachilia hazina zake njema toka katika mbingu za mbingu. Mungu anaachilia uchumi, maana Mungu anasema anayajua mawazo anayowazia ninyi ni mema, kuwapa tumaini nyakati za mwisho, pamoja na kuwapa maisha mazuri. Hii ni maisha bora kwa kila aminie. Alikuja na mheshimiwa JK anasema maisha bora kwa kila Mtanzania. Hii kwanza ni maisha bora kwa kila aminie. Mbingu zitafunguka, zitaachilia kwa ajili yako. Mbingu zitaachilia hazina kwa ajili yako. Madirisha mbinguni yataachilia kwa ajili yako. Haleluya! Connection kubwa sana na kimataifa zitafunguka kwa ajili yako. Amina. Mwaka umina muamini Mungu sana. Kwa habari ya uchumi. Namba 2. Mimi nishia hapo kwa habari ya kesho. Nitagusia kidogo kwa habari ya uchumi. Kesho nitagusia tena hapo nchini. Jambo la pili ambalo linatokea mbingu zikifunguka, maono, vision. Ulimwengu wale unakuwa ni wazi kwako, unaanza kuona. Ezekiel 1:1. Mbingu zikifunguka juu yako, uwezo wako wa kuona unaongezeka. You become a visionary person. Ezekiel 1:1. Mbingu zikishafunguka unaanza kuona. Kuna watu mlikuwa mnaona maluelue tu, unaona ng'ombe ambaye alikuwa anashuhudia jana Miskure. Mbingu zikifunguka utaanza kuona sawa sawa. Kuna yule mtu Yesu alimwambia akasema naona watu kama miti. Huyu alikuwa hajafunguliwa sawa sawa. Sasa kama ulikuwa uoni hawa watu, hii miti umeijuaje na watu umewajuaje? Wewe ulikuwa ni kipofu uoni, umeombewa. Unasema naona watu kama miti. Watu umewajua saa ngapi na miti umejua saa ngapi? Huyu alikuwa hajafunguka sawa sawa. Yesu akampiga anointing nyingine, baada hapa akafunguka kaona sasa. So baada ya mimi kufunguka, jambo linafanyika, supernatural vision, maono ya kimungu. Ezekiel 1:1 anasema, ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa 4 siku ya 5 ya mwezi, nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari, mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. Anasema mbingu zilifunuka, nikaona maono ya Mungu. I saw a vision. Maono. Mbingu zikifunguka utakuwa ni mtu wa maono. Maono ya roho na maono ya kwenye maisha. Akili yako haitatindika. Kuna watu wengine kuchanganua ni kazi, lakini mbingu zikifunguka juu yako, hata uwezo wa kuona maono ya kawaida utakuwa nao. Uwezo wa kupanga mipango utakuwa nao. Utapanga mipango na itapangika na Mungu ataikamilisha kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Akili yako itachanganua na haraka. Kuna watu wengine akili zao ni nzito. Uzito wa akili ni alama ya vifungo vya nafsi. Nafsi yako imefungwa. Akili yako ni nzito, haichanganui. Akili yako haina mipango. Akili yako imetindikiwa. Mbingu zikifunguka, uwezo wa kuona utaongezeka. Mbingu zikifunguka, macho rohoni yanatiwa nuru. Utakuwa na uwezo wa kuona. You will see. Kuna wengine kalama za kuona zitaongezeka. Haleluya. Mungu amesema hatafanya jambo bila kuwajulisha watumishi wake. Mungu anataka kabla kufanya jambo awajulishe wanadamu duniani. Nina mpango 1, 2, 3. This is what happened to Abraham. Anasema nifanye jambo hili, simwambie Abraham rafiki yangu. Mungu atamani afanye surprise duniani. Anataka watu wajue mambo kabla kutokea. Watu wenye uwezo wa kuona ni watu wanatembea chini ya mbingu zilizo wazi. Hamna jamu ya kiroho, hamna vikwazo vya kiroho. Una sensitivity ya kutosha kiroho. Unaweza ukachua mambo kabla hajatokea. Ukaona kalama za kuona, vipawa vya kuona, maono, vision, trance, open vision, maono ya wazi, maono ya rohoni na maono ya kati. Yao ni sehemu yako kwa jina la Yesu aliye hai mwaka huu. Sema sitakaa gizani. Sema sitakubali upofu wa kiroho. Watu wengi ni vipofu wa kiroho, hawezi wakaona. Lakini mbingu zikishafunguka na upofu wa kiroho unaondoka. Aya.
watu ambao ni vipofu hawawezi kaona fursa. Maandiko yanasema wale malaika walipoenda kwa Lutu pale Sodoma na Gomora, maandiko yanasema malaika wakataka, wale jamaa wakataka malaika walikuwa ni watu ambao ni watu wa dhambi, wa sharati. Kwa wale malaika, wale wananchi wa Sodoma kaenda kuwataka, wambe tupe hawa malaika. Lutu akasema siwezi. Maandiko yanasema kawaambia, kuliko niwape malaika, niwape binti zangu hapo hapa. Akasema tuwataki. Biblia inasema wale malaika wakawapiga upofu wale watu wa pale. Biblia inasema wakawa wanazunguka wanatafuta mlango, hawaelewi. Wanazunguka pale pale, wale jamaa wanaelewa. Anazunguka hivi. Huyu ni mtu aliye kipofu rohoni. Anazunguka hivi anatafuta mlango. Wakatafuta mlango usiku kucha wa kuona. Mtu aliye kipofu rohoni hawezi kuona mlango wa fursa, hawezi kuona mlango wa kutoka, hawezi kuona mlango wa kuinuka. Kwa Bwana kuondolee upofu wa kiroho, uone sawa sawa. Kama ni milango inakuja uione sawa sawa. Kama ni fursa inakuja uione sawa sawa. Mbingu zikifunuka utaona sawa sawa. Oraba shakataya manto. Ninakataa roho ya upofu juu yako kwa jina la Yesu. Sema nakataa roho ya upofu juu yangu mwaka. Nakataa roho ya upofu juu yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Wale jamani tafuta milango usiku kucha haoni. Why? Ni kwa sababu ni vipofu. Mtu kipofu hawezi akaona fursa, hawezi akaona mlango. Hata kama ni mlango wa kufaa sana, Bwana amefungua mlango, hawezi akaona. Why? Amepigwa na roho ya upofu ndani yake. Wale jamaa walipigwa na upofu, wakatafuta mlango usiku kucha pale Sodoma, wanazunguka pale pale, wanazunguka pale pale. Haujajua watu, mtu anazunguka pale 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 pale. Mwingine anakuja anafanya biashara ile maripara anafanikiwa, lakini wao hauoni fursa, anazunguka pale pale. Unasema hamna mlango hapa. Hapa sioni mlango wote. Hapa sioni mlango wote. Hiyo ni alama ya kwamba umepigwa roho ya upofu. Akili zako zimetiwa upofu. Roho yako imetiwa upofu na macho yako yametiwa upofu, waweza kaona sasa. Kwa kama ni fursa zinakuja hauzioni. Wageni wanakuja wanaona fursa wanafanikiwa, lakini wewe mwenyeji hauoni. Hiyo ni roho ya kwamba umetiwa upofu ndani yako. Haleluya. Haleluya. Leo kitu nasema, wewe kama mahali wageni wanakuja wanafanikiwa na wewe mwenyeji upo na shangaa, utaishia kulalamika, utalalamikia serikali, utaandamana, utakuwa utapigwa mabomu. Utaandamana, maandamano kwa yanabadilisha hali ya nchi. Shida akili zako zimefungwa. Usikie kitu nakwambia, umaskini wa kwanza uko rohoni. Alright? Umaskini wa pili uko hapa kichwani. Simwambia ataelekeza. Umaskini wa kwanza uko rohoni. Perception, roho yako. Kwa sababu watu wengine sio kama wafanyi kazi, lakini mizimu inawazuia stop. Kwa sababu mzimu unajua huyu akitoka huyu. Kwa mizimu itakuzuia. Unaona mbango mzee, lakini mizimu itazuia. Umaskini wa pili hapa. Mental. Ndio maana nasema naomba macho ya rohoni yafunguke, and the eyes of your mind should be open. Kwa mtu ambaye ni kipofu hawezi kaona fursa. Utazunguka pale pale tu. Na mwingine atakuja eneo lile, ataanzisha kitu na atafanikiwa. Kwa nini? Wewe ni kipofu. You don't see. Hauoni mlango. Wale jamaa Sodoma walipopiga upofu, walizunguka nyumba ya Lutu usiku kucha. Wanatoka pale hawaonage yale mashindano ya watu wanafunga vitambaa usoni, afu wanaweka kitu hapa, si labda kasungura hapa. Hapo anaambia atakayemkamata usungura anapewa zawadi. Yaani mtu anazunguka anafanya hivi. Hivi. Pale pale haoni chochote. Kipofu hawezi akaona mlango. So mbingu zikifunguka, moja kitu Mungu anaondoa roho ya upofu kwenye maisha ya watu. Anaondoa roho ya upofu wa akili, roho ya upofu wa moyo, roho ya upofu wa kila aina. Bwana anaiondoa. Mbingu zikifunguka, Ezekiel anasema, na mbingu zilifunuka nikaona maono. I saw vision after heaven had opened. So when heavens open, you'll be able to see vision. Utaona maono. Upofu utakuwa sehemu ya maisha yako. Kipofu hawezi akaona njia. Kipofu haoni mlango. Mbaya zaidi, kipofu akimwongoza kipofu, Biblia inasema kipofu anamshika kipofu, wote wanadumbukia shimo. Lakini mbingu zikifunguka, Biblia inasema Bwana anaachilia maono. Maono ya rohoni. Utaona ndoto. Utaona maono matakatifu.
Kama ulikuwa na ndoto zinakusumbua za giza, hao ng'ombe wanaokuja katakata kunywa supu. Umesikia kitu nasema? Hao ng'ombe wanakuja kwenye ndoto, hao katakata kunywa supu. Utaanza kuona maono ya kimbingu. Utaanza kuona unatumika, ni mtumishi wa Mungu. Utaanza kuona unainuliwa. Utaanza kuona uko mbali. Hautajikuta uko sui wapi, Kantalama wapi huko. Utajiona huko Dar es Salaam unatembea sawa sawa. Utaona umealikwa Ikulu na wewe umekuwa ni mtu wa maana sasa. Maana kila mtu unayote huko Kantaramba. Unapajua Kantaramba? Do you know Kantaramba? Unayote kukoromije? Hizi ni kweli. Maono yako yatabadilika. Mbingu zikifunguka, maono yako yanabadilika. Uwezo wako kuona rohoni unabadilika. Kwani kwa sababu hamna traffic issues. Utaona roho ya upofu inaondoka kwenye macho yako. Magamba yatadondoka kwenye macho yako. Why? Heavens are open. Sema amina. Namba 3, namba 4. Nataka nimalize. Mbingu zikifunguka, maombi yenye majibu na mpenyo. Maombi kinatokea kingine ni maombi yenye majibu na mpenyo. Nimekuambia Daniel aliomba siku 21. Hakuwahi kupokea majibu ya maombi yake. Amefunga, anajitesa. Shida sio Daniel. Na shida sio aina ya maombi. Shida ni anga iliyoko juu yake. Kuna tumekuwa na maombi ya muda mrefu na mjapokea majibu yake. Mengine ni mizimu ya kwenu, Mungu anajibu hata mjui kama Mungu amejibu. Mengine ni ufahamu umepigwa, Mungu aishajibu tayari, haujui kama Mungu amejibu. Lakini I speak to you this year 2026, Bwana atajibu maombi yako. Bwana atakumbuka sadaka zako, atakumbuka nadhiri zako, atajibu maombi yako, na majibu ya hayo maombi yatakuwa ni dhahiri kwako na kizazi chako kama isivyo Mungu wa majeshi. Sema amina. Answered prayers. Namba 4 sijui namba 4. Yes. Namba 5. Utambulisho wa kimungu. Endorsement. Divine endorsement. Mbingu zikifunguka huwa zinakutambulisha. Nataka nijue watu wa radio tumebakiza dakika ngapi kusudi malize? Utatusaidia watu wa radio tujue muda ambao tumebaki nao kusudi tumalize, na watu wa radio tuombe kabla hawajaondoka. Divine endorsement. Mbingu zikifunguka huwa zinatambulisha watu. Luka sura ya 3 mstari wa 21. Mbingu zikifunguka au kutembea chini ya mbingu zilizo wazi, mbingu zinakutambulisha. Kuna mahali hauhitaji kujitambulisha, mbingu zinakutambulisha. Mbingu zinaongea kwa niaba yako. Luka 3:21. Biblia inasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa naye anaomba, mbingu zilifunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano akiriwili kama hua. Sauti katoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa nawe. Hatujai kuona Yesu anatambulisha popote na Mungu mpaka mbingu zilipofunguka. Yesu ameenda kubatizwa, maandiko yanasema mbingu zilifunguka. Roho Mtakatifu akashuka kama hua. Baadaye mbingu, sauti katoka mbinguni kumtambulisha Yesu, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Endorsement. Mbingu zikifunguka, Mungu atakutambulisha, huyu ni mtumishi wangu nimemuita. Kwenye biashara utatambulishwa, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Yesu alitambulishwa. Endorsement. Mbingu zinatia muhuri. Wakati fulani kabla sijaanza huduma, nilikuwa nina wasiwasi juu ya wito. Kwa nilikuwa namwambia Mungu, nahitaji confirm juu ya wito huu, kama ni kweli nimeitwa au ni kwa sababu napenda kaa karibu na wachungaji labda. Wewe ukaishi karibu na wachungaji ukafikiri umeitwa, kumbe hujaitwa, umejiita mwenyewe. Na ukaingia kwenye huduma, huduma ikawa ngumu, ukaikimbia. So ile jioni nikamwambia Mungu, nataka nijue, uniambie. Mungu ameshasema neema na hili, lakini I wanted to confirm. Ilikuwa jioni. Baada ya kacheni nimelala tu hivi, nikaanza kuona maono. Nikaona maono na hubiria watu kundi kubwa sana mbele yangu. Na ile kundi ambalo nilikuwa nalihubiria, nikaona limegawanyika mara 3.
Nikaona kundi dogo limeenda kushoto, kundi kubwa limeondoka limerudi nyuma, na kundi dogo sana limekuja kwangu. Wale waliondoka kwangu wengi mno wakawa nasema, wewe sio mtumishi wa Mungu, wewe sio mtumishi wa Mungu, wewe sio mtumishi wa Mungu. Watu wachache waliobaki, wachache mno, wakaja wakasema, wewe ni mtumishi wa Mungu. Lakini watu wengi mno kaondoka nasema, wewe sio mtumishi wa Mungu. Halafu ghafla nikamwambia hivi, kama mimi sio mtumishi wa Mungu, kama nilikuponya ugonjwa, huo ugonjwa utakurudia mara 2. Kama nilikutoa pepo, pepo litarudi mara 7. I don't know what happened. Swimming zilisema nao, nikaona kunizima lile lote linanirudia. Wanasema tusamee, tumekosea. Wewe ni mtumishi wa Mungu, 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 tusamee. Nikaona watu wanarudiwa na pepo zinawavaa, wanaanguka chini, wanalia machozi, wanatubu. Wewe ni mtumishi wa Mungu, tusamee. Wewe ni mtumishi wa Mungu, tusamee. Mbingu zinathibitisha juu ya wito wangu kama mtumishi. Amen. Kwa Yesu alipoitwa na yeye, mbingu zilithibitisha, zilimtambulisha. Kuna mahali hauwezi ukajitambulisha mwenyewe, hawakujui na hujaifika, lakini mbingu zitakutambulisha, jina lako litaenda. Kuna mahali mafaili yenu yataenda, haujawahi fika, lakini faili lako litaenda, jina lako litaenda. Utashangaa, jina langu limefikaje? Hao watu wamenijuaje? No, mbingu zimepeleka jina lako. Kuna mtu mmoja amekamatwa na mbingu, akapewa jina lako likaenda kwenye meza za wakuu, wanakutambulisha. Ni mbingu zimekutambulisha hizo. Nakwambia mwaka huu mbingu zitakutambulisha. Mwaka huu mbingu zitakusemea mahali hauwezi ukasema mwenyewe, utasemewa na mbingu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Yusufu hakuwa kwa mfalme, lakini Yusufu alikuwa gerezani mfungwa. Wakati ulipotimia, Mungu alimbana yule jamaa, akaenda kumsemea Farao. Kuna mfungwa anaitwa Yusufu, mbingu zilimsemea. Mbingu zinakamata mtu mmoja, anaenda kusemea. Inawezekana akuchui, lakini atakusemea mahali. Ni bita hujaona. Maisha ni connection. Connection nyingine ni Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu atakusemea mwaka huu. Mungu atakutambulisha mwaka huu. Kama ni mtumishi haujawahi sikia wito wa Mungu, Mungu atakusemea na Mungu atathibitisha ya kama ni mwanangu mpendwa, ni mtumishi wangu huyu. God will say. Okay. Good. Kwa mbingu zitakusemea. Yusufu alikuwa gerezani, akamwambia yule mtu, ukienda kwa mfalme nitaje. Yule mtu alipoenda hakumtaja, wakati wa mbingu ulikuwa bado kumsemea. Akaenda karudi kazini. Wanadamu wanasahau. Unasikia tunasema wanadamu wanafanyaje? Wanasahau. Lakini wakati wa mbingu kusema ukifika, hata wanadamu waliosahau, mbingu zinawakamata, wanakumbuka, wanakusemea. Kwa yule jamaa ametoka gerezani, akaenda, akarudi kwenye kazi yake, akala, akanywa, akashiba, akamsahau Yusufu. Yusufu anasema amenisahau. Amenisahau jamani. Amenisahau ya kwamba na kipawa. Amenisahau. Yusufu analia. Wakati wa mbingu kusema alipofika, Mungu alimbebesha Farao ndoto. Farao akaota ndoto ambazo hazina tafsiri. Waganga, wachawi wa Misri hawezi. Baadaye nitafundisha juu ya miungu ya Misri. Wakati tumeenda Misri nilichoka sana. Moja ya nchi na miungu ni Misri, hauwezi amini. Yaani Misri, hata ukiingia kwenye hoteli utakutana na picha za miungu, masanamu, nini. Miungu ni kila mahali. Kila hoteli unaingia Misri ni miungu. Tumeenda, kuna sehemu ameijenga ni kama ikulu ya Farao, inaitwa the Pharaoh Village. Kule kuna kila aina ya mungu wa Misri. The Pharaoh Village. Kuna miungu ya kila aina. Na nitakuonesha, ndio Mungu akanikumbusha yale mapigo 10 ya Farao kwa Mungu. Mungu wakati anapiga Misri na pigo 10. Kila pigo moja moja alikuwa anapiga mungu mmoja mmoja wa Misri. Kila pigo alikuwa anapiga mungu mmoja. Nafundisha kesho. Kwa Misri ilikuwa ni nchi ya miungu. Kwa Farao akaita waganga,
Akaita soma nyota watafsiri ile ndoto, lakini wakawa hawezi kutafsiri ile ndoto. Wachawi wa Misri wenye hekima wote, hakuna aliyekuwa anaweza, miungu yote ikashindwa. Ndipo yule jamaa akasema, nimekumbuka leo kosa langu. Kuna mtu mmoja ambaye alinisaidia nikiwa gerezani, alitafsiri ndoto na ikawa ni sawa sawa. Huo ni wakati wa mbingu kusema. Wakati wa mbingu kusema ukifika, kuna watu watabebeshwa mimba, hawatatulia mpaka watasema, ndipo watatulia. Kwa yule jamaa akaenda kumwambia Farao, nimekumbuka makosa yangu. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Yusufu yuko gerezani. Yule akija hapa, Yusufu hakumjua Farao, Farao hakumjua Yusufu, lakini mbingu zilimkamata yule jamaa, akaenda kumsemea kwa Farao. Kwa wakati ukifika wa mbingu, watakusemea kwa watu, na watakusemea mazuri sio mabaya. Sema amina. Maisha yakaendelea, akainuka Haman akataka kuwaua Haman, akataka kuua Israeli, Wayahudi, whatever. Mambo yakaenda akarudi. Esther akaomba, baadaye akatoa mpenyo. Biblia inasema wakati ilipofika, ilikuwa ni usiku mmoja, mfalme Ahasuero alikosa usingizi, akasema leo nataka kiletwe kitabu cha kumbukumbu za mfalme. Kitabu kikaletwa, ikaonekana kuna mtu anaitwa nani? Mordekai. Kuna watu walitaka kumpindua mfalme. Mordekai akatoa taarifa ya kumsaidia mfalme, na wakaandika mle, na Mordekai akasahauliwa. Amen. Mordekai akafanyaje? Akasahauliwa. Kwa usiku ule mtu alifanya, alimkamata mfalme, akakosa amani, akakosa usingizi, akasema nataka kitabu cha kumbukumbu ya mfalme kiletwe hapa. Kimeletwa kitabu. Ndipo mfalme anabidia na Mordekai alinisaidia nisipindwe, lakini Mordekai alifanyiwa nini mtu huyu? Wakasema hakuna chochote alichofanyiwa. Mbingu zikifika, waliosahaulika wanakumbukwa. Mbingu zikisema, waliosahaulika, vitabu vitaletwa, jina langu litaonekana, jina lako litaonekana. Mbingu zimesema, wafalme mioyo yao itakamatwa, utakumbukwa. Sema amina. Huo ulikuwa ni wakati wa mbingu. Itaonekana umesahaulika, na kuambia haujasahaulika bado. Hauna ajira, hujasahaulika. Kuna wakati wa mbingu unakuja, mbingu zikizungumza na kuambia kila mmoja lazima atakumbuka. Mordekai alikuwa shasahaulika. Mordekai alikuwa ni mlinzi, lakini amesahaulika kama Yusufu alivyosahaulika gerezani. Mordekai hana hili wala lile, lakini mbingu zilipoingilia kati, mfalme alikosa usingizi. Natamka kwa jina la Yesu, waliokusahau Bwana wanyime usingizi, wakumbuke kwa jina la Yesu. Bwana wabebeshe mzigo, wakumbuke kwa jina la Yesu. Ukumbukwe kila mahali, kwenye biashara ukumbukwe, kwenye huduma ukumbukwe, kwenye viti vya watawala Bwana wakumbushe majina yako katika jina la Yesu aliyesema amina. Mordekai akakumbukwa. Mbingu zikifunuka, ukitembea chini ya mbingu zilizo wazi, jina lako litakumbukwa. Your name shall be remembered and your name shall be considered. Sema amina kama uko na mimi. Hallelujah. Sema amina kama uko na mimi. Endorsement. Bwana atakutambulisha mwenyewe. Wakati tunafanya huduma mwaka wa pili wa hii huduma, nilikuwa hapa, kitungu aliniambia hivi, mwanangu, huu mwaka wa pili wa huduma nitawatambulisha mwenyewe. Mungu anasema ananiambia nitawatambulisha mwenyewe. Maana Mungu alikuwa anasema anga limefunguka tayari. Hauta struggle, nitawatambulisha mwenyewe. Sikujua nini. Mungu aliniambia nitawatambulisha mwenyewe. Na kweli Bwana alitutambulisha. Baada ya hapo ndipo nilipoona mtumishi wa Mungu ndani, ananiambia anakuja kufanya mkutano.
Tukapiga mkutano mkubwa sana hapa Somanda. Baada hapo anga likafunguka. Bwana ametutambulisha. Nasema huu mwaka Bwana kutambulishe mwenyewe. Mbingu na zifunguke kama alivyomtambulisha Yakobo, ni mwanangu mpendwa. Bwana kutambulishe kwa jina la Yesu. Bwana kutambulishe kwa jina la Yesu. Kwa wakuu Bwana kutambulishe. Jina lako lipo sarauliwa. Jina hilo likumbukwe kwa jina la Yesu. Kwenye vitabu vya ukumbusho likumbukwe jina lako. Robo shakata. Shala pasiko bela mantakaya. Nenda mbele. Namba ngapi? Nimalize niombe. Namba 6, mbingu zikifunguka. Mbingu zikifunguka, unapokea baraka kwa wakati uliopangwa. Unapokea baraka kwa wakati uliopangwa. Mbingu zikifunguka, unapokea baraka kwa wakati uliopangwa. Kumbukumbu la Torati sura 28 anasema atawapa mvua kwa wakati wake. Ukisoma maandiko kuna nyakati, majira na nyakati. Mbingu zikifunuka, unapokea baraka kwa wakati wake. Mvua ni alama ya baraka. Anasema atawapa mvua kwa wakati wake. Kwa mvua ina wakati wake. Kuna wakati wa mvua, kuna wakati wa jua. Na Mungu hawezi kuconfuse. Kwa wakati wa baraka unajulikana. Kwa kama Mungu alikuwa amepanga mwezi wa 5 upate mtoto, utapata mtoto. Kama Mungu alikuwa amepanga mwezi wa 5 uolewe, utaolewa. Kama alikuwa amepanga mwezi wa 12 ufungue biashara, utafungua. Utapata baraka kwa wakati wake. Na ni kitu adui wanaendelea kufanya. Adui akifunga mbingu, anaingiza roho ya kucheleweshwa na roho ya kuzungushwa hapa. Utashangaa unajaribu kufanya kitu unazungushwa. Hayo kufanya hiki unazungushwa. Unabanga hiki unazungushwa. Ukiingia mahusiano yanavunjika. Wewe biashara utashangaa unazungushwa. Kwa utazungushwa mahali hapa. Baraka inakuja, ni kweli baraka ipo. Na ahadi ipo, lakini hautaipata hiyo baraka wakati wake. Kwa nini? Adui anachelewesha baraka za watu. Adui anachelewesha baraka za watu. Anaweza akasuia. Anachua mwezi wa 5 ni muda uliobeba fursa. Hiyo ni kairos moment. Ni msimu wako wa kutoka. Ni wakati wa machilio mwezi wa 5. Kwa adui atakufunga ufahamu. Adui atainua vita juu yako. Mwezi wa 5 upite. Utashangaa kama umepewa unabii utimii. Why? Ni kwa sababu baraka yako imesogezwa mbele. Adui anaweza kachelewesha baraka yako. Ulimwengu wa roho unaweza kukwamisha baraka yako. Wewe ukachelewesha wakati wako wa kuchiliwa. Haujaelewa? Nilikuwa naambia wana wa Israeli walikaa utumwani zaidi ya muda. Walikaa miaka 430 baada ya miaka 400. Kwa Israeli walikaa Misri miaka 430, miaka 30 ya nyongeza. Kwa nini? Ni kwa sababu hawakujua wakati wa kujiliwa kwao. Kwa kama hujui kujiliwa kwako ni nini, mvua yako haitanyesha kwa wakati. Mvua yako haitafuata majira kiangazi. Kwa sababu andiko nasema Mhubiri 3 ya kwamba kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kwa kama mvua hainyeshi wakati wa kupanda, hiyo mvua haiwezi kawa na faida. Unasikia kitu nakwambia? Kama unahitaji ada, alafu ada inakuja mwezi wa 5 na shule zimeanza mwezi wa 1, hiyo fedha haiwezi kukusaidia. Bwana asifiwe. Kama unahitaji ada ya kwenda shule zinafunguliwa mwezi wa 1 na ada inakuja mwezi wa 5, ni alama ya kwamba baraka yako imechengeshwa. Kwa nasema ataachilia mvua kwa wakati wake. Mbingu zikifunguka, Mungu anaachilia mvua kwa majira yake. Maana yake baraka yako inakuja kama Mungu alivyoipanga. Haichengeshi. Adui achengeshi baraka yako. Adui acheleweshi baraka yako. Adui acheleweshi uzao wako. Adui acheleweshi nyakati zako za kuchiliwa. Kama Mungu amesema ni mwezi wa 2, mwezi wa 2 ukifika unashangaa baraka inatokea. Ni alama ya kwamba mbingu ziko wazi juu yako. Haleluya. Mbingu zikiwa wazi juu yako, baraka yako haitachengeshwa majira yake. Unasikia tunaongea? Our God is God of timing. Mungu wetu ni Mungu wa muda. Ni Mungu wa majira, ni Mungu wa nyakati. Ndakuja kufundisha kwa habari ya majira na nyakati. Ifikiri kazi ya Yohana ni kutengeneza njia ya Yesu.
Kwa Yesu na Yohana inabidi wazaliwa wamekaribiana, sawa, ili kusudi Yohana atengeneze njia ya Yesu. Umefikiri kama Elizabeth na Zakaria wangelisubaa alafu adui akachelewesha baraka Yohana kuzaliwa, alafu Yohana akazaliwa miaka 30 baada ya Yesu? Maana yake Yohana ange miss purpose. Yohana singeweza kutengeneza njia ya Yesu. Kwa kitu Mungu anafanya na hakikisha Yohana anazaliwa kabla ya Yesu na Yesu anazaliwa baada ya Yohana, alafu anazidiana miezi 6 tu ili kusudi Yohana atengeneze njia ya Yesu. Yesu akija apite mahali pale. Kwa Elizabeth issue haikuwa mtoto, issue ilikuwa anapata mtoto kwa majira yapi. Baraka yako haipashi kucheleweshwa na adui. Kama Mungu amesema ni mwezi wa pili, lazima mwambie Mungu, nataka baraka yangu ije mwezi wa pili. Kama ni uchumi kukaa sawa sawa, ukae sawa sawa. Kama ni mwanaume aje sawa sawa. Kila jambo Bwana alifanye lije kwa majira yake. Haleluya. Maandiko yanasema kila jambo Mungu amelifanya zuri kwa wakati wake. Kwa uzuri wa jambo umefungwa ndani ya muda wake. Jambo likifanyika nje ya majira yake, hata kama ni zuri, napata uzuri wake. Mnasikia tunasema, Biblia inasema Mhubiri 3:11, Mhubiri 3:11 anasema hivi, kila jambo Mungu amelifanya ni zuri kwa wakati wake. Kwa uzuri wa jambo umefungwa ndani ya muda. Jambo likifanyika nje ya muda, hata kama ni zuri, inapoteza maana. Kwa kama ni baraka inakuja lakini inakuja nje ya majira yake, inakuwa haina maana. Kwa sababu uzuri wa jambo umefungamanishwa ndani ya muda. Out of time, out of maana. Kwa maana baraka imefungamanishwa ndani ya muda. Baraka ikija nje ya wakati wake, hiyo baraka inakuwa imepoteza kusudi. Ndio maana anasema kwenye Kumbukumbu la Torati 28:12, anasema ataleta mvua kwa wakati wake, kwa majira yake. Mvua isiponyesha wakati wa kupanda, ikanyesha wakati wa kuvuna, hiyo mvua inakuwa haina maana. Hiyo mvua haitasaidia kulima, itaharibu wakulima. Kwa kitu mbingu zinafanya zikishafunguka, Mungu anahakikisha mvua inanyesha kwa majira yake. Moja alama ya kama unatembea chini ya mbingu zilizo wazi, utapokea baraka zako, utapokea neema yako na muujiza kwa wakati ambao mbingu zimekusudia, zimepanga. Hautamisi majira, hautakuwa na saa mbovu. Sema amina. Kwa wakati wa kupanda utapanda, wakati wa kuvuna utavuna, wakati wa kuimba utaimba, wakati wa huzuni. Everything gonna be done according to its time. When the heavens are open, everything rearranges itself to its order. When heavens are open, everything rearranges themselves unto their order. Mbingu zikifunguka, kila jambo, kila baraka inajipanga kuingia kwenye mpangilio sahihi wa majira ambayo Mungu alipangia. Baraka yako na ije kwa wakati wake. Na kataa roho kucheleweshwa juu yako. Na kataa roho kuzungushwa juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walizunguka ule mlima, wakazungushwa pale. Mungu akasema, mmezunguka mlima, hii imetosha. Sasa shikeni njia kaskazini mwende. Ninasema mmezunguka, imetosha. Kamata njia kaskazini, nenda. Wakati wako umekuja, hautacheleweshwa, hautazungushwa tena kwa jina la Yesu. Kila jambo lijiarrange kwa wakati wake katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Umekamata hilo? When heavens are open, everything rearranges itself in order. Because uzuri wa kitu umefungamanishwa na muda. Mungu alikujua kabla kuumbwa. Alijua kusudi lako. Alijua wakati wako. Mungu alijua. Na maandiko yanasema nyakati zetu ziko kwenye mikono ya Mungu. Na kesho yetu iko mikono. Adui apashi kuchezea muda wetu. Adui apashi kuchezea baraka zetu. Asicheleweshe baraka zetu. Kama ni wakati wa kupanda upande. Kama ni wakati wa kuvuna uvune. Kama ni wakati wa kuolewa uolewe. Kama ni wakati wa kuoa uolewe. Hakuna mikwamo, hakuna kucheleweshwa kwa jina la Yesu aliye hai. Kama mbingu zinafunguka, utapokea mpenyo kila mahali katika jina la Yesu aliye hai. Sema amina kubwa kama unaamini. Na huu mwaka ni mwaka wa mbingu zilizo wazi. Hautacheleweshwa, hautakwamishwa. Kila vikwazo, hayo mageti yasiyofunguka, tutaenda nayo. Geti lisilofunguka, tutaenda nalo, utalisomba. Haleluya. Namba 7, mbingu kufunguka. Alama nyingine ni au jambo lingine ni na dakika 5 tu. Okay. Uwezesho wa kimungu, divine empowerment. Mbingu zikifunguka juu yako, Mungu anaachilia uwezesho. Luka 3:20. Yesu alipokuwa mbingu zimefunguka juu yake,
alikuja Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwezesha waamini. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwezesha kanisa. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutia nguvu wasio na nguvu. Mbingu zikishafunguka, hata mahusiano yako na Roho Mtakatifu yanakaa sawa sawa. Roho Mtakatifu anakuja, utashangaa ambao ulikuwa unayafanya kwa nguvu kubwa na struggle, utashangaa Mungu anakusaidia, hautumii nguvu kubwa. Wakati unasoma anasema msuri tembo matokeo sisimizi. Mbingu zikishafunguka ni msuri sisimizi matokeo tembo. Vice versa is true. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mbingu zikifunguka ni matokeo tembo msuri sisimizi. Mungu anaachilia uwezesho wa kimungu. Yale ambayo hauwezi kwa nguvu zako, utashangaa Mungu anakusaidia na kukupa mekanizmu ya kusimama na unakuwa unayaweza. Biblia inasema nayaweza mambo yote, sio kwa sababu nina nguvu, hapana, ni kwa sababu ya yeye anitiaye nguvu. Kwa tunayaweza mambo yote kwa sababu kuna backup ya mbingu zinatutia nguvu. Kuna mahali pengine mbingu zinatubeba, hatuwezi vuka wenyewe, lakini mbingu zinatubeba. Tunayaweza mambo yote kupitia yeye anayetutia nguvu. Haleluya. Hiyo na Bwana anasema nilipo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Kwa nini? Udhaifu wangu Mungu anatia nguvu na uweza. Nilipo nimechoka sina nguvu, hapo ndipo naamini mbingu zinanitia nguvu navuka. Na Bwana ni kama nasama. Mungu anasema hautasama. Nitakuwa na nitakusaidia, nitakuokoa. Anasema unapita kwenye maji mengi hayatagarikisha. Unapita kwenye moto hautakuteketeza. Mbingu zikifunguka kuna uwezesho wa mbingu juu yako. Namba 8. Mbingu zikifunguka ni alama ya hukumu. Mungu anaashiria hukumu, judgment. Mwanzo 7:11. Mbingu zinapofunguka Mungu anaachilia hukumu. Hukumu juu ya miungu na hukumu juu ya waovu. Kwa mbingu zikishafunguka juu yako, maandiko nasema kwenye Mwanzo 7:11, wakati wa Nuhu anasema mbingu zilifunguka, madirisha ya mbinguni yakachia mvua. Mungu alikuwa na hukumu ulimwengu wenye dhambi wakati wa Nuhu. Kwa maana nyingine mbingu zikifunguka ni alama ya nini? Ni alama ya hukumu. Hukumu juu ya miungu na hukumu juu ya waovu. Kwa wakati wa Nuhu mbingu zilifunguka kama alama ya hukumu juu ya waovu. Lakini pia mbingu zikifunguka ni alama ya hukumu juu ya miungu na juu ya maadui zetu. Maandiko nasema Joshua 10 ya kwamba Joshua amepigana vita, muda umeisha. Akasema jua simama hapa mpaka vita ishe. Vita ikuisha watu wakimbia. Maandiko nasema mbingu zilifunguka, Mungu akarusha mawe juu ya wale maadui ya Joshua. Wale jamaa wakapora na mawe toka mbinguni wakafa. Why? Mungu anahukumu maadui zetu, anarusha mawe toka mbinguni. Oh my God, mbingu zikifunguka maadui zako ni mawe juu yao. Mizimu ya kwenu ni mawe juu yao. Mungu atahukumu miungu ya Misri. Mungu atahukumu miungu ya kwenu. Haitakamata tena kwa jina la Yesu. Utakuwa ni huru, utakaa mbali na kuonewa. Anasema nitakuwa mbali na kuonewa. Alifungua hazina ya mbingu, zikarusha mawe juu ya maadui. Wale maadui akapigwa na mawe, wakafa kwa jina la Yesu. Ninasema maadui wasagwe, wachawi wasagwe, waganga wasagwe, wasomanyota wasagwe, wale wenye mizimu wasagwe. Mungu akaachilia mawe, mawe yakatoka mbinguni, yakapiga yale Michael Balate kesuka blanda. Yoshua anapambana mwenyewe. Mbingu zimeingia kazini mwanamume. Mbingu zilikuwa zinaachilia mawe ya kusaga, yanashuka juu ya wale watu. Wamemkimbia Joshua, lakini hawezi kukimbia mbingu. Maadui atakukimbia wewe, hauwezi kumkimbia Mungu. Wherever they go, they have to surrender. Sema kwa miguu yako, muda wetu wa redio unaisha. Nataka niombe. Mwaka huu hamna kufungwa, adui asikuonee. Muda wetu wa redio umeisha. Unayetufuatia redio, Mungu akubariki sana. Ni kanisa la Salvation Gospel International Church SGIC, liko Somanda, mtaa wa Bomani, na mimi ni mtumishi wako Mungu Wilson Augustine. Nikaribisha sana kwenye semina hizi. Unaweza kupiga namba hizi za simu kwa ajili ya kutupata, kwa ajili ya msaada, maombi na maombezi. Hakuna kinyamkela kitakutesa. Piga namba hizi 0749 63 6618. Unatufuatilia kwa njia ya redio, piga namba 0749 63 6618. 0749
63, 66, 18. Huu ni wakati wako, mbingu ziko wazi, ni mpenyo kila mahali. Kila mahali utapenya kwa neema ya Kristo. Karibu sana kwa ajili ya maombi na maombezi. Nyosha mikono yako juu alafu niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, asante kwa neema ambayo umeachilia. This is our time. This is our season. This is our hour. Katika jina la Yesu, mbingu ziko wazi. Hakuna kiambaza kitasema juu yetu. Hakuna maombi yasiyojibiwa juu yetu. Katika jina la Yesu, natamka baraka, tamka mvua kwa wakati wake. Tamka ushindi. Milango ya kuzimu na ifunga. Haitakuwa na uweza. Wakuu wa maanga wanafunga mbingu. Kwa jina la Yesu, hamtafunga hizi mbingu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Malango ya kuzimu mnaozuia baraka za watu, hamtazuia baraka zao. Mamlaka na giza ambao mmekamata matumbo ya watu, mmekamata biashara za watu, mmekamata kazi za watu, mmekamata ndoa za watu, kwa jina la Yesu. Shantarabasia manta leso koto blanda manda liba sika yente robo shantarabasia. Leo nataka nifanye maombi, usiku sikufanya maombi. Tusogee mbele watu wote hapa mbele, nataka tuombe hapa. Tuambie Bwana achilie mbingu. Huu mwaka ni wa kwetu. Kwa watu wengine wamesema mwezi wa kwanza ni maombi ya kufunga. Inawezekana tusifunge hii semina ikamaliza kila kitu. Lakini mbingu lazima ziwe wazi. Jarabasia anta. Ande libosia leskoto mentaria labo shantarabasai leskoto menta bladia manda libosia anta lebo tedia bladia manda labahante lobo shanda labasia lipo anteria libo anteria. Tangaza mbingu zangu ziko wazi. Naita mpenyo kwa jina la Yesu. Naita mpenyo kwa jina la Yesu. Naita mpenyo kwa jina la Yesu. Natangaza huu mwezi ziko wazi mbingu. Wazi. Februari wazi kwa jina la Yesu. Machi wazi kwa jina la Yesu. Aprili wazi kwa jina la Yesu. Nitapokea baraka kwa wakati wake. Miungu yote ya giza haitakuwa sehemu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Wachawi watanionea, waganga watanionea. Robo shanta rabaira. Mbingu zikutambulishe, jina lako likumbukwe kwa jina la Yesu. Raba shanta, libo shanta, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba. Lente basia antai, riba shanta. Samishe kwa damu ya Yesu. Mamlaka na giza, nguvu za kuzimu, I cast you out. Na kutenga kwa jina la Yesu. Na kuapiza kwa jina la Yesu. Samisha huyo. Endelea kuomba. Manda kwa damu ya Yesu. Moto juu yako. Mamlaka na giza, ninakutenga. Ninakutenga kwa jina la Yesu. Ninakutenga kwa jina la Yesu. Toka ndani yake. Mwache ubinti kwa jina la Yesu. I command. Toka. Na kwa jina la Yesu. Toka. 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 Roho ya mauti, ninakukemea kwa jina la Yesu na moto. Na kuapisa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Power now. Power now. Power now. Power now kwa jina la Yesu. Toka ndani yake. Hiyo miungu inayokuzuia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na inapita kwa moto. Kwa moto. Kwa moto. Kwa damu ya Yesu aliye hai. Aikosedia. Manda sika blanda. Late senteria. Robo shanta labasia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hiyo miungu kwa jina la Yesu ninaipiga.
kwa damu ya Yesu. Hiyo miungu naipiga kwa damu ya Yesu. Toweka ndani yake umwaka. Toka ndani yake. Toka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Now. Toka. 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 Toka sahi. Toka. Ninakuomba. Toka. Toka. Ninakukemea na kulaani kwa moto ye mizimu, roho na uchawi na uganga kwa damu ya Yesu. Shanta la basia, manda la basaira kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. I command kwa damu ya Yesu. I command roho na uganga, roho na uchawi kwa jina la Yesu. Hiyo miungu naiapiza kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho na uganga, roho na uchawi, mamlaka na giza, toka. Kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Naapiza maagano ya giza, naapiza maagano ya giza, naapiza maagano ya giza na nguvu za miungu juu yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisaidie damu kidogo tumie. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naachilia moto kwa damu ya Yesu, naachilia moto. Kila ina vifungo juu yako havina uweza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. I command moto, 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 kwa damu ya Yesu. Moto, moto. Jina la Yesu, navunja maagano, navunja kila vita nuluka juu yako kwa jina la Yesu. Mamlaka na giza, roho za magonjwa yasiyoeleweka, roho za kuzimu, mizimu ya ukoo, kwa damu ya Yesu na moto, toka. Acha maisha yake. Lobo shataka, lobo sirianta, lima mosaika ta, lema masaika, kwa damu ya Yesu. Moto, 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 kwa damu ya Yesu. Moto, kwa jina la Yesu. Moto, kwa jina la Yesu. Na kutenga na kila maagano, na kutenga na maagano, maagano ya giza, na kutenga na maagano kwa damu ya Yesu, na kutenga na maagano kwa damu ya Yesu, na kutenga na maagano, na kutenga na nguvu za giza kwa damu ya Yesu. Leta hapa huyo kwa mamlaka. Toka, toka, mighty name of Jesus. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mwache, mwache. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, natiisha moto, toka. Mamlaka za kuzimu, mlipokaa kwenye mkongo, mmekaa kwenye uti wa mkongo, mmekaa kwenye shingo, mmekaa kwenye kichwa, ni saa ya kuondoka. Kona, kona,
wake kwenye mgongo. Kwa damu ya Yesu, I release fire. Kwa damu ya Yesu, moto juu yako. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, doka moto, doka kona. Ya jina la Yesu, napisha kila miungu inayokutafuta maisha yako. Toka saa hiyo miungu na ilani, na ilani, na kulaani, na kulaani, na kulaani kwa jina la Yesu. Toka, toka kwa jina la Yesu. Gona moto, moto kwa jina la Yesu. Kwenye ile tumbo ulipokaa, naachilia moto juu yako. In Jesus mighty name. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Mbingu zangu ziko wazi kwa jina la Yesu. Maombi yangu yatajibiwa kwa jina la Yesu. Mipango yangu itafanikiwa. Maadui zangu watapigwa na Bwana kwa jina la Yesu. Mbingu zitasimama upande wangu. Bwana atanitetea, atanishindia, na kila analolifanya litafanikiwa kwa jina la Yesu. Hakuna mikosi, hakuna laana juu yangu kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tamka uzima. Tenga na maagano, tenga na roho za giza, tenga na mikatale, tenga na kuzimu kwa jina la Yesu. In Jesus mighty name, you are free. Kwa jina la Yesu, mizimu yote, mashambulizi yote juu ya huduma, juu ya maisha yako, kwa jina la Yesu na nguvu. Nyosha mikono juu. Baba, kwa jina la Yesu, ninakataa mashambulizi ya adui shetani. Kwa jina la Yesu, nakataa mashambulizi ya adui shetani. Nakataa mashambulizi ya adui shetani kwenye huu mwaka. Nakataa mashambulizi ya adui shetani. Nakataa mashambulizi ya adui shetani kwa damu ya Yesu. Nakataa mashambulizi ya adui shetani kwa jina la Yesu. Ninakataa mashambulizi ya adui shetani kwa jina la Yesu. Ninakataa mashambulizi ya adui shetani kwa damu ya Yesu na moto. In Jesus mighty name. God bless you. Nataka nikuambie, umeanza huu mwaka kwa nguvu. Huu ni mwaka wako wa nguvu. Huu ni mwaka wako wa ushindi. Hautalia. Bwana akupe ukisheko. Bwana akupe ushindi. Bwana akupe kuvuka salama kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana afungue mbingu, achilie hazina za mbingu katika jina la Yesu aliye hai. Wanainuka juu yako, wapigwe juu yako. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bwana kutokee, Bwana kushindie, Bwana kuonekanie, Bwana kuvushe, Bwana kunye machozi, Bwana kupe kibali, Bwana kuja jina lako.